Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Sadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Alhamis ya tarehe 13 2025. Kama kawaida tukianza na upande wa utabiri wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Wewe ni mtu mwenye kufikiria kwa upana sana. Siku ya leo haitakuwa ngumu sana, hususan katika upande wa pesa, kwani utaweza paka kidogo na utaridhika kwa kiasi fulani kwa hilo. Kidogo kidogo huwa kingi, utakuwa chini kwa mtu unayempenda kwa dhati moyoni, na utaweza thibitisha kauli ya kuambiwa ya mtu fulani ni kweli. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei. Maamuzi yako siku ya leo, wengine hawatofurahia hilo, utaingiwa na simanzi kwa kusikia stori za mtu unayemfahamu ambazo si nzuri. Uingiaji wa kitu ni mgumu kwako, japo una mizunguko mingi rafiki. Heshima inaweza fika asilimia fulani ambazo zinaweza kupandisha daraja katika jamii. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 June. Watakaokubeza ni wengi, licha ya kuwa una kitu au fani fulani. Shikilia yako mahala panapokupa riski ni nzuri sana na ujasiri unao. Utahisi uchovu mwingi wakati wa mkapo na kufanya usiwe na hamu na pirika nyingi leo, hata kama zitakuingizia kipato rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey na namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 June mpaka tarehe 22 Julai. Kaa tayari kupokea neema, waliotangulia katika shughuli ulioalikwa kame hata kupeleka mbio. Wajuzi wa siri zako watakuandama, hivyo kuwa macho rafiki. Upande wa pesa ni wastani na haiba yako ipo juu rafiki. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver, namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Machale atakucheza katika mahusiano yako, utafuatilia ambayo yanakuhusu kiundani. Malimbikizo ya madeni yatakukosesha raha siku ya leo rafiki. Huenda ukafuatilia tukio fulani ambalo litakuacha mdomo wazi rafiki. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Utakuwa wa mwisho katika sehemu fulani, ila hautajutia hilo. Udhaifu wako kamwe hawataujua, shukuru kwa hilo. Ngoja yako ni nzuri sana, matokeo hasi utayaona rafiki. Tunatarajia leo utashiriki masuala michezo pamoja na watoto na pia hautafanya mrundikano. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni brown na leaf green, namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni sapphire au carnelian.
Na tukiendelea na upande wa nyota mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Saidia yako siku ya leo itakuponza, kwani yataibuka mambo ambayo haukutarajia. Ukarimu wako ni mwema sana kwa wengine na unasifia kwa hilo, licha mambo yako kusuasua kwa kasi sana na kutoona njia. Kifua chako ni chenye uwezo wa kugandisha majambo vizuri tu, usijidharau rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni pink au white blue, na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpion nge, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Siku ya leo ni njema sana kwako, licha ya kuwa na ufupi wa kiasi fulani. Hamasa yako kwa wengine itapelekea mawazo chanya na maendeleo katika sehemu fulani. Jitahidi kwa hilo kuwa na mwongozo mwema. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Utapata mshangao baada ya kugundua jambo muhimu sana lililokuwa linakuweka mashakani. Hafifu ya kipato chako si chenye kukutosheleza, utaitisha kando moyo wako kwa kujiuliza nini ufanye, maana uonacho mbele yako ni sawa na kuchimba shimo refu na kamwe hautamani kuingia rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni papo na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Utaona ndivyo sivyo wakati wa jioni baada ya mahesabu. Mchana wa leo utauona ni mzuri kwako kwa kuzingatia nafsi si yenye kuridhika kamwe, na uamkapo siku ya leo afya yako itaimarika zaidi na utashukuru kwa hilo. Simu zinazoingia pokea kwa 99.5, kwani kuna ujumbe muhimu wa kuzingatia ndani yake. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Siku ya leo ni rafiki sana kwako, ukitumia vyema utapata matokeo mazuri. Utapatwa na uchovu wa mwili, kutojiamini kutapungua kwa kiasi fulani. Faraha yako siku ya leo ni ya thamani sana. Kumbuka, mtu ambaye atakuthamini zaidi na kukujali, hakika hilo lipo wazi. Machozi ya furaha yataanguka moyoni mwako kwa kile kinachodaiwa kupokea zawadi kutoka kwa mtu fulani. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sky blue na akio. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Siku ya leo utaheshimika, utokutana nacho ni hicho ulipacho. Mambo yataenda songo mbingo. Siku ya leo kinyume na matarajio yako, utajitapa mbele za watu na hiyo itakufanya upunguze zaidi mwingiliano wa fedha kwako. Mwisho ni mwema sana. Usikate tamaa rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo. Na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine.
Kama kawaida tunaendelea katika upande wa gurudumu letu kwa kuangalia muda gani mzuri kwako wewe, ni muda gani mzuri wa bahati. Kama kawaida tukianza na upande wa nyota ya punda, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 1 mpaka saa 5, na tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 4 mpaka saa 6, na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 7 mpaka saa 9, na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 2 usiku, na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 6 mchana, na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 8 mpaka saa 10, na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri ni kuanzia saa 9 mpaka saa 11, na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wako mzuri ni saa 8 mpaka saa 12 za jioni, na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 1 usiku, na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 4:30 mpaka saa 7:30, na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 6:45 mpaka saa 10:45. Ulikuwa nami Saadil Habshi, na bye bye rafiki.